kwa kutujalia riziki hii ya kufika fainali. Tumeisubiri kwa muda mrefu, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu amekuja kuturuzuku. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi. Sisi kwetu Simba Sports Club tuna furaha kubwa kuona tumerejea tena kwenye fainali baada ya miaka 32 kupita. Mara ya mwisho kucheza fainali ni mwaka 93. Tumepambana kwa muda mrefu na hatimaye tumefanikiwa tena kurudi kwenye hatua ya fainali. Kila mwana Simba anastahili pongezi kwa hiki ambacho kimefanyika. Ushirikiano wa pamoja wa wana Simba ndio ambao umetupelekea kufikia mafanikio haya. Kwa kipekee kabisa tunampongeza na kumshukuru rais wa klabu ya Simba na mwekezaji wa klabu ya Simba Mohamed Dewji. Yeye ndiye ambaye ametufikisha hapa. Ndoto aliyoiota miaka mingi ya kuisaidia kuifanya Simba iwe bingwa Afrika sasa inakwenda kufikiwa. Aliota ndoto hiyo, aliweka maono hayo, na sisi kazi yetu ikawa ni kufanya kazi, kuifanyia kazi ndoto hiyo. Amefanya hivyo na sasa tumekaribia kabisa kutimiza ndoto ya tajiri wetu. Lakini kwa kipekee kabisa tunawapongeza na kuwashukuru viongozi wote wa bodi ya wakurugenzi ya Simba, ikiwa pamoja na mwenyekiti wa klabu ya Simba ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Murtaza Mangungu, kwa kazi kubwa ambayo wameifanya msimu huu. Hawajalala, hawajapumzika, wamevuja jasho kuhakikisha kwamba Simba tunafikia malengo haya. Sisi tuna kila sababu ya kujivunia kwa sababu hii ni hatua ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu, ni hatua ambayo tumeipigania kwa muda mrefu, na hatimaye Simba amefika hatua ya fainali. Tunachoweza kusema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kukamilika kwa kazi hii ni Simba kuchukua ubingwa huu wa CAF Confederation mwaka 2025. Na hili niwaambie ndugu zangu wana Simba, hili linawezekana sana. Mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye katika mchezo wa fainali ni mpinzani ambaye kwanza tunamfahamu, lakini pili tunamheshimu, lakini tatu ni mpinzani ambaye tunaweza kabisa kumfunga na Simba tukachukua ubingwa. Kuanzia hivi sasa niwaambie wana Simba, turudi tena mapangoni, turudi tena machimboni, tuanze maandalizi ya kwenda kumfunga Berkane Nyama tuchukue ubingwa. Niseme tu ya kwamba Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile ubingwa wa kombe la Afrika ukachukuliwa ndani ya ardhi yetu, ukachukuliwa mbele ya watu wetu watakaokuja Benjamin Mkapa. Hilo hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunaanza mikakati hivi sasa, maandalizi hivi sasa kwenda kuchukua ubingwa huu na tunabeba. Ahmed, ilikuwa inazungumzwa kwamba goli moja kulikuwa kuna margin ndogo sana ya Simba kwenda fainali kwa sababu mko mnakwenda kumalizia ugenini. Mmefanya kile ambacho baadhi ya watu hawakuamini kama mtaweza kukifanya. Na kipi cha kuwaambia? Mwalimu Fadlu alitengeneza mpango mzuri. Na mpango wake wa kwanza ni kwamba tusifungwe goli la aina yoyote katika uwanja wetu wa nyumbani, kitu ambacho alikifanikiwa. Baada ya kupata ushindi wa bao moja kwa bila katika uwanja wa Amani pale Zanzibar, akaona ni ngumu kupata bao la pili, akasema sio shida, wacha nilinde goli hili moja kwa sababu nikienda ugenini nina uwezo wa kulinda tena kwa dakika 90 nisiweze kufungwa bao jingine. Na hiyo ndio kawa mpango kazi, na mpango kazi umekwenda vizuri. Goli moja la Jean Charles Ahoua ndilo ambalo limetupeleka fainali. Kama wao goli lao moja iliweza kuavua ubingwa Zamalek, na sisi goli hilo moja limetupeleka fainali. Kimsingi tu ni kwamba mwiba umeingilia ulipotokea. Wao walifuzu kwenda fainali kwa goli moja, na sisi tumewatoa kwenda fainali kwa goli moja. Ahmed, kwa faida sisi ambao tumechelewa kidogo hapa, kwa nyinyi kama viongozi sehemu ya Simba imekuwa ni fahari gani? Hujachelewa. Niko sehemu sahihi. Imekuwa ni fahari kiasi gani kama Simba kushuhudia mnyama anatinga hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika? Ni fahari kubwa. Timu ya mpira wa miguu yoyote inaposhiriki mashindano inataka kufika hatua ya fainali na kuchukua ubingwa wenyewe. Na kwa ukubwa wa Simba tuliweka wazi kwamba imetosha sasa kujivunia robo finali, imetosha sasa kujivunia kushika nafasi ya 7, nafasi ya ngapi.
Sasa tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kwenda mbele zaidi. Mbele ya fainali ni wapi? Mbele ya robo fainali ni wapi? Ni kwenye ubingwa wenyewe. Na timu yetu ni kongwe barani Afrika, ina miaka mingi barani Afrika. Kwa nini tuendelee kuishia njiani? Kwa nini tuendelee kukwama? Kwa hiyo kama viongozi tunaona fahari kubwa kuona ya kwamba tumetimiza moja kati ya malengo yetu ya kucheza fainali, na ndio maana nimesema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kuikamilisha kazi hii ya 2025 ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mzani balance sasa. Mzani gani? Vile ambavyo vilikuwa mnaambiwa kwamba ili kufikia level yao kwenye kombe la shirikisho na nyinyi mtakuwa kuingia fainali na mpate medali. Na miaka yote tunapoizungumzia fainali, wana Simba tulikuwa tunaweka wazi ya kwamba tunataka kuifikia rekodi yetu ya mwaka 93. Sisi ndio tumesimamia hapo. Na hii kwetu sisi inakuwa ni fainali ya pili ya michuano ya CAF. Kwa hiyo mzani tulio balance ni mzani wetu sisi wenyewe wa mwaka 93. Rekodi tulioifikia ni rekodi yetu sisi wenyewe ya mwaka 93. Lakini tukasema inatosha sasa. Hatuwezi kuendelea kujivunia rekodi ya mwaka 93. Wengi wenu mlikuwa hamjazaliwa na ndio maana hamtuelewi. Sasa acheni tukaandike rekodi nyingine mpya ya zama hizi na kizazi hiki, ili nyie wote muwe mashahidi ya kwamba Simba amefika fainali, amecheza fainali. Kwa hiyo tume balance mizani yetu sisi wenyewe. Tulicheza fainali mwaka 93, tumecheza fainali mwaka 2025. Ahmed, ukiacha mashabiki ambao walikuja kuwapa support kule Afrika Kusini Moses Mabida, lakini kuna mashabiki ambao walijitokeza pale za KM na mpaka CAF wamewaposti. Zungumza nao. Nini kauli yako? Tumeendelea kuwa na mvuto mkubwa sana kwenye mpira wa miguu barani Afrika. Tumekuwa na matukio ambayo yanavutia ya ndani na nje ya uwanja. Hata ukiangalia jana pale katika uwanja wa Moses Mabida, sisi Simba tulikuwa wengi zaidi kuliko wapinzani wetu. Lakini kama haitoshi, hapa nyumbani katika viwanja vya Mbagala za KM kulikuwa kuna shangwe la kutosha, mashabiki wa kutosha ambao walikaa pamoja kuiangalia Simba yao. Kwa sisi kwenye upande wa mashabiki ama upande wa washabiki tumeendelea kufanya vizuri, na hiyo ni cha mtoto Isaya Dede. Kwenye fainali ndio tutafanya kufuru kubwa. Mji mzima ama nchi nzima watu wataangalia fainali barabarani. Na kombe linabaki. Ahmed, na kombe linatoa Tanzania. Yes, tunachotaka ni kulibakisha kombe Tanzania. Hatuko tayari kwa namna yeyote ile. Fainali inachezwa nyumbani kwetu Benjamin Mkapa. Fainali inamalizikia mbele ya mashabiki wetu 60,000 watakaokuja Benjamin Mkapa. Katika ardhi hii ya Mama Samia, kombe la CAF liko pale, alafu tuliache liondoke na Mwarabu. Hiki ndio kitu ambacho hatutaki kukiona kinatokea kwa namna yeyote ile. Kwa ufupi ni kwamba hatutaki kuvuliwa taulo ukweni. Kwenda kupambana kadri inavyowezekana, kombe libaki hapa Tanzania. Ile jina lako sasa la semaji wa CAF kama umeliratibisha rasmi. Uliona mbali? Semaji la fainali ya CAF. Wewe imeongezeka hiyo. Imeongezeka nyingine. Maswali mengine tafadhali. Semaji moja ya timu ambayo sasa hivi Tanzania timu pekee ambayo inashiriki ambayo ipo kwenye michuano mitatu yote ni Simba ambayo yupo kwenye FA, yupo kwenye ligi, lakini pia yupo. Swali lako lifupisha kwa sababu waandishi wengine wanasubiri. Unawezekana Simba mwaka huu akachukua kile? Ni mapema mno kuzungumzia yote hayo, lakini sisi akili yetu hivi sasa imejikita zaidi kwenye tarehe 17 na tarehe 25. Labda uje unauliza hilo swali. Wengine kwa bado kwenye. Ndio wangu melizika. Ima